Ukipitia maumivu haya 9, jua umeitwa kwa makusudi makubwa. Asilimia kubwa ya watu wamekuwa wakijiuliza kwa nini wamekuwa wakipitia kipindi kigumu kwenye maisha, na wengine wamejikuta wakimkosea Mungu kwa kuanza kunung'unika na kukufuru. Leo nimekuandalia somo hili zuri. Kuna mambo mengi sana ya kujifunza. Kabla tujaendelea na somo letu la leo, jambo unalotakiwa kulifanya ni kulike video hii, kisha kukaa kwa kutulia na kufuatilia mwanzo mpaka mwisho. Lakini pia kama ndo mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi na bado huja subscribe, basi nikupe pole, kwa sababu watu wote makini na wanaopenda kujifunza tayari wamesha subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Ili nawe uwe miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza, basi hakikisha una subscribe kisha unabonyeza kitufe cha alama kengele. Kwa kufanya hivyo, utakuwa miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza. Hakika Nguvu ya Maono Media ni mgodi wa maarifa. Twende moja kwa moja tukaangalie, ukipitia maumivu haya 9, jua umeitwa kwa makusudi makubwa. Namba 1, upweke na kutengwa. Mtu mwenye hatima kubwa mara nyingi hupitia upweke, kutengwa na kutokueleweka kutoka kwa watu, na mara nyingi anakuwa anahisi kama vile amesaulika. Jambo la msingi la kutambua katika kipindi hiki, unatengenezwa kuwa imara kabla ya kuwa kiongozi wa kweli. Kumbuka, upweke huu ni mafunzo ya uvumilivu na kumtegemea Mungu. Kwa hiyo ukipitia maumivu ya namna hii, upweke na kutengwa, ni ishara mojawapo ambayo inaonyesha kuwa Mungu anakuandaa kwa ajili ya makusudi makubwa sana. Watu wengi wanapopitia kwenye kipindi hichi kigumu, wengine wamejikuta wakifanya makosa kama vile kunung'unika na kukata tamaa. Jambo la msingi ambalo unatakiwa utambue, unapopitia kipindi cha upweke au kutengwa, watu kushindwa kukuelewa, jambo la msingi ambalo unatakiwa utambue, katika kipindi hii unatengenezwa kuwa imara kabla ya kuwa kiongozi wa kweli. Lakini pia upweke huu ni mafunzo ya uvumilivu na kumtegemea Mungu. Unakuwa unafundishwa kumtegemea Mungu na sio mwanadamu. Lakini umivu la pili ni mapungufu yenye hatua kubwa. Siku zote maono makubwa mara nyingi huja na changamoto kubwa. Hapa ndipo unapoona kwamba uwezo wako wa sasa hauwezi kushughulikia wito uliopo mbele yako. Hii inakufundisha kutegemea nguvu kubwa kuliko yako, lakini pia inakufundisha kuomba na kuamua, kusimama katika imani hata ukiwa unahisi udhaifu. Kwa hiyo umivu la pili ambalo linaonyesha kuwa umeitwa kwa ajili ya makusudi makubwa ni mapungufu yenye hatua kubwa. Siku zote maono makubwa mara nyingi huja na changamoto kubwa. Siku zote Mungu kama amekuita kwa ajili ya kufanya kazi kubwa, amekuita kwa ajili ya maono makubwa, siku zote maono makubwa mara nyingi huja na changamoto kubwa. Hapa ndipo unapoanza kuona kuwa uwezo wako wa sasa hauwezi kushughulikia wito uliopo mbele yako. Hii inakufundisha kutegemea nguvu kubwa kutoka kwa Mungu kuliko za kwako. Inakufundisha pia kuomba, inakufundisha kuamua, kusimama katika imani hata ukiwa unahisi udhaifu. Lakini umivu la tatu ambalo ukilipitia unatakiwa utambue kuwa umeitwa kwa ajili ya kusudi kubwa ni uchungu wa kijumla na kupoteza kitu cha muhimu. Wito wa kipekee mara nyingi unaleta maumivu ya kupoteza nafasi, heshima, mali au hata watu wa karibu. Kila kitu unachopoteza hapa kinapunguza uzito unaokuzuia kufikia kilicho kikubwa zaidi. Kwa hiyo hii ni umivu la tatu ambalo linaonyesha kuwa ukipitia umivu la namna hii inaonyesha kuwa umeitwa kwa ajili ya makusudi makubwa. Ni uchungu wa kijumla na kupoteza kitu muhimu. Utashangaa kuna vitu muhimu unapoteza kwenye maisha yako. Inaweza kuwa ni nafasi, inaweza kuwa ni heshima, inaweza kuwa ni mali, inaweza kuwa ni watu wa karibu kabisa. Kila kitu unachopoteza hapa kinapunguza uzito unaokuzuia kufikia kilicho kikubwa zaidi. Lakini umivu la tatu ambalo kilipitia unatakiwa utambue kuwa umeitwa kwa ajili ya makusudi makubwa sana. Ni hali unazopitia zinazokufanya ujue umeitwa. Maumivu haya yote unayoyapitia kwa imani na kwa uthabiti yanakuonyesha wazi kwamba umechaguliwa kwa makusudi makubwa. Hatua hizi za moto mkali
hufanya roho yako iwe thabiti, akili yako iwe na ufahamu, na moyo wako uwe tayari kuongoza wengine au kubeba maono makubwa. Kwa hiyo hali unazopitia zinakufanya ujue umeitwa. Yani kuna muda mazingira unayopitia, nyakati ambazo unazipitia zinakufanya kabisa mwenyewe utambue kabisa, hapa Mungu ameniita kabisa. Kuna muda unaweza kupitia kwenye kipindi kigumu, unaweza kupitia kwenye nyakati ngumu, mpaka wewe mwenyewe ukawa unatambua kabisa, hapa Mungu ameniita, kuna jambo Mungu anataka kulifanya. Kwa hiyo hii ukipitia kwenye maumivu la namna hii, basi unatakiwa utambue kuwa umeitwa kwa ajili ya makusudi makubwa. Lakini umivu la 5 ambalo ukilipitia unatakiwa utambue kuwa umeitwa kwa ajili ya makusudi makubwa ni maumivu ya kukosa uthibitisho. Watu walioitwa kwenye hatima kubwa mara nyingi hupitia kipindi ambacho hakuna anayekuthibitisha, hakuna anayekuthamini au hata kuelewa juhudi zako. Hii inaweza kuleta shaka ndani ya moyo wako. Je, ninaenda kwa njia sahihi? Siku zote haki kubwa haithibitishwi mara moja, bali inathibitishwa na matokeo makubwa ya baadaye. Kwa hiyo hii ni umivu la 5 ambalo ukilipitia, basi unatakiwa utambue kuwa umeitwa kwa ajili ya kusudi kubwa. Ni maumivu ya kukosa uthibitisho. Yani unakosa mtu wa kuthibitishia, unakosa mtu wa kuambia na kwamba unachokifanya hichi ni sahihi, unakosa mtu wa kuthibitishia. Kuna mtu unaanza na hali ya namna hii inakufanya uwe na mashaka, unaanza kujiuliza, hivi kweli hichi ninachokifanya ni sahihi? Hivi kweli hapa nipo kwenye njia sahihi? Hivi kweli ninachokifanya hapa niko sahihi? Kwa hiyo maumivu ya kukosa uthibitisho ni dalili mojawapo ambayo inaonyesha kuwa ni maumivu ambayo yanaonyesha kuwa umeitwa kwa ajili ya makusudi maalum. Maumivu ya kukosa uthibitisho, yani watu hawakuelewi, watu hawakuthamini. Yani kuna muda unaweza kuwa unafanya kitu lakini watu hawakithamini unachokifanya, watu hawakioni unachokifanya, watu unajitahidi sana unafanya lakini watu hawakuthamini, mpaka na hali inaweza kutengenezea mashaka, inaweza kutengenezea wasiwasi. Kwa hiyo ukipitia umivu la namna hii ya kukosa uthibitisho, kukosa mtu wa kutambulisha, kukosa mtu wa kuelewa, ni umivu ambao unaonyesha kuwa umeandaliwa kwa ajili ya kusudi kubwa. Lakini ishara ya 6 ambayo inaonyesha kuwa ukipitia umivu hili la 6 ambao unaonyesha jua umeitwa kwa ajili ya makusudi maalum, ni maumivu ya mashindano na upinzani. Maumivu ya mashindano na upinzani. Kila wito mkubwa unakutana na upinzani mkubwa. Siku zote ukubwa wa vita yako ni sawa na ukubwa wa hatima yako. Kwa hiyo upinzani ni alama ya ukuu unaokuja. Kwa hiyo kwanza kutana na maumivu na mashindano, kwanza kutana na upinzani mkubwa. Upinzani zakawa ni katika kazi, upinzani zakawa ni katika familia, katika biashara, upinzani kiroho. Ukutana na upinzani mkubwa sana. Unakutana na upinzani mkubwa mpaka wewe mwenyewe unaweza kuwa unashangaa. Upinzani kwenye afya, unashangaa latoka jambo hili laingia jambo lingine, latoka jambo hili laingia jambo lingine. Kwa hiyo umivu la kukutana au kwanza kukutana na upinzani. Upinzani siku zote ni alama ya ukuu unaokuja. Unaashiria kuna Mungu anakuandaa kwa ajili ya jambo kubwa mbele yako. Lakini umivu la 7 ambalo kilipitia laonyesha kuwa Mungu anakuandaa kwa ajili ya kusudi kubwa, ni maumivu ya kutokujua nini cha kufanya. Wakati mwingine wito unakupeleka katika njia ambazo huna uelewa wote. Hii inakufundisha kuendelea kumwamini Mungu zaidi kuliko akili yako na kujifunza kusimama katika imani hata ukiwa umepotea kimfumo. Siku zote wito mkubwa hauendi kwa ramani rahisi. Kila hatua ya kushindwa au kupotea ni maandalizi ya hatua ya ushindi mkubwa zaidi. Kwa hiyo siku zote ukipitia maumivu ya kutokujua nini cha kufanya, siku zote wakati mwingine wito unakupeleka katika njia ambazo huna uelewa wote. Kuna muda wito ndani yako unaweza kupeleka kwenye njia ambazo wewe mwenyewe hauna uelewa wote. Kwa hiyo siku zote wito mkubwa hauendi kwa ramani rahisi. Kama una wito mkubwa, basi unatakiwa utambua ramani yako sio rahisi. Kila hatua ya kushindwa au kupotea ni maandalizi ya hatua ya ushindi mkubwa zaidi. Lakini namba 8, maumivu ya kupitia mabadiliko makubwa. Wito mkubwa kuchukua maisha yako na kuyabadilisha kabisa. Hii inaweza kuwa ni kazi, familia au mahusiano. Mabadiliko haya mara nyingi huja na uchungu mkubwa, kwa sababu lazima uondoe kila kinachokuzuia kufanikisha hatima yako. Kwa hiyo siku zote nasema maumivu ya kupitia mabadiliko makubwa. Siku zote hatima kubwa inakuja na mabadiliko makubwa, inaambatana na mabadiliko makubwa. Kwa hiyo wito mkubwa huchukua maisha yako na kuyabadilisha kabisa.
Hii inaweza kuwa ni kazi, familia au mahusiano. Mabadiliko haya mara nyingi huja na uchungu mkubwa, kwa sababu lazima uondoe kila kinachokuzuia kufanikisha hatima yako. Lakini namba 9, maumivu ya kustahimili hali zisizoeleweka. Wito wa kipekee unaweza kuja na hali ambazo hazina mantiki kwa macho ya binadamu. Hii ni mitihani ya imani. Kila hali isiyoeleweka inafundisha roho yako uvumilivu, msimamo na kuendeleza matokeo makubwa. Ni matumaini una kitu ambacho umejifunza. Kama kuna jambo ambalo umejifunza, naomba uniambie umejifunza jambo gani. Mungu akubariki sana, tukutane kipindi kijacho.